Jamani wadogo zangu, bila shaka hapo kila mmoja wenu ameoga vizuri na ametakata. Kila sehemu ambazo zinahitajika kuwa safi zimesuguriwa vizuri, si ndio? Ndio, tumeoga. Tena mimi nimeoga, nimejisugua na ndimu. Nimelitoa ile shamba la jana. Sitaki mambo mengi mimi. Kwa hiyo wadogo zangu, leo nataka niwape kodi ili mwajue wanaume ni watu wa aina gani na mtaweza vipi kuperform kwenye hii kazi yetu ambayo tunaenda kuifanya. Hakikisha unapokuwa na mwanaume faragha, usimuhofie kwa chochote kile. Kwanza awali ya yote mfanye yule mwanaume kuwa rafiki yako. Bila shaka utaperform vizuri tu. Na uwapo faragha, wewe mwanamke ndio unatakiwa uwe kipaumbele katika ule mchezo. Anza kwa uongo zako taratibu, tena kwa madaha ya hali ya juu, huku ukiwa unamtazama yule mwanaume. Na kitendo cha wewe kufanya vile wewe mwenyewe kitapelekea yule mwanaume kushawishika mara baada ya kuona mwili wako upo kama ulivyozaliwa. Baada ya hapo, nenda msogelee yule mwanaume. Mshike kwenye uume wake. Uchezee, ushike taratibu, uchezee tena kwa madaa huku ukiupapasa. Wakati mkono mmoja unachezea ule uume wake, basi hakikisha mkono wa pili unacheza na chuchu zake. Chezea zile chuchu taratibu. Na wakati unafanya yote haya, hakikisha hauna papala. Yaani mapepe weka huko pembeni. Yafanya yote kwa umakini na ufanisi wa hali ya juu, huku ukiwa unamtazama yule mwanaume. Ili uweze kugundua yule mwanaume ambaye uko naye hisia zake ziko wapi. Maana wanaume wengi sana huwa hawapendi mwanamke afahamu hisia zake ziko wapi, kwa sababu anahofia huo ndio utakuwa udhaifu wake. Hapa tunaenda kufanya kazi, si ndio? Kwa kwenye hii kazi ambayo tunaenda kuifanya sitaki mniangushe. Nataka tupige hela. Kwa hiyo basi wadogo zangu, baada ya kuyafanya yote hayo, inabidi umuulize yule mwanaume wako, utataka nikule ama unile wewe? Na ukiona mwanaume kakaa kimya, basi wewe kuwa shapu kujituma. Jitume wewe mwenyewe, sogeza uso wako kwenye uso wake, unaanza kumkiss kutoka kwenye mashavu mpaka kwenye lips zake. Kama atapenda, basi mtaromance. Na kama hatopenda, utahamia kwenye sehemu nyingine. Maana kuna wanaume wengine hawapendi romance. Wengine sio wanahisi kinyea hivyo, kila mtu ana style yake ya mapenzi. Na kama itatokea hivyo, mwanamke anatakiwa akili yako iwe faster sana kusearch ili ujue mwanaume yule anapenda nini na umfanyie nini. Na kama ikitokea wewe utadelay, utafanya yule mwanaume atoke kwenye mudi yake na zoezi lako likashindikana. Hakikisha wewe mwanamke akili yako inakuwa faster sana kwenye kusearch nini mwanaume anataka afanyiwe. Kwa hiyo inatakiwa akili yako iwe inajituma kwa haraka ili ujue nimfanyie nini huyo ili aweze kuenjoy. Na ikitokea wewe ukadelay kujua mapema nini cha kufanya, utakata mudi ya yule mwanaume na hatohitaji tena kufanya chochote. Hebu tafutana unapohitajika. Na nyewe pia wote mmeshevu huko, so mnaenda huko mnabakia na manywele kama manyasi. Angalia. Wadogo zangu, labda tu niwaambie kitu msichokijua. Mapenzi ni hesabati. Yaani mapenzi ni mahesabu. Hakikisha usije ukakifanya kitu ambacho mwanaume hakihitaji. Wanaume wengi huwa wanapenda mwanamke anayewasikiliza, iwe ndani ya faragha au nje ya faragha. Kwenye hii kazi yetu ambayo tunaenda kuifanya, kabla ya yote unatakiwa uweke akilini mwako mwanaume ni nani. Unatakiwa umjue mwanaume na ufanye nini kwa mwanaume ili uweze kumuwini tuweze kupiga hela. Kwanza natakiwa mtambue kwamba tutakuwa na wanaume wa aina hizi. Katika hao wanaume kuna kundi la kwanza ni wale wanaume ambao watakuja kufanya mapenzi na nyinyi hapa nyumbani kwangu. Na kundi lingine ni wale wanaume ambao watakuwa wanawachukua nyinyi kwenda kufanya na nyinyi mapenzi nje ya hapa. Sasa kwa hili naomba niweke angalizo. Isije ikatokea yoyote kati yenu akafanya biashara hii kwa maslahi yake yeye peke yake. Yaani kwamba ujitoe hapa mkuku ukafanya na mtu huko nje kwa kujitegemea kama wewe, tutagombana na hapa kwangu nitakutimua. Yoyote kati yenu akidiriki kufanya kitu kama hicho. Haya sasa wadogo zangu, hebu niambieni nyinyi. Nani alikutana na tukio lolote ambalo anaweza akatuambia hapa na tukajifunza ili kuongezeana material kichwani? Mimi hapa. Wewe umekutana na nini mdogo wangu? Mimi bwana, katika tembea zangu nikakutana na huyo bwana. Bwana kweli. Bonge la baba.
alikuwa ni mnene. Nikisema mnene namaanisha yaani wewe Dasha wewe ni mwembamba kwa yule baba. Basi bwana, baada ya kukutana naye tukaelewana. Baada ya kuelewana mambo yalivyoenda sawa, tukaingia faragha. Kufika faragha mwenzenu nilikuwa naogopa hadi natetemeka. Nikasema hivi kweli mimi nitamweza huyu baba bonge hivi, na mimi kamwili kangu haka kadogodogo nitamweza kweli? Lakini nikasema yote sababu wale nalio, kwa sababu mimi natafuta nini? Pesa. Basi bwana, yule baba ndo akaanza kusaula nguo. Kasaula nguo moja moja, kabakia uchi wa mnyama kama alivyozaliwa. Basi naona kitu kiko hivi. Nikastuka nikasema mama, hivi mimi nitamweza kweli huyu? Baada ya kustuka, lakini na mimi mwisho nikapata ujasiri. Na mimi nikaanza kuvua nguo zangu moja moja, nikaweka hapo. Baadaye ndio akaja akanishika. Alivyonishika ndio tukaanza romance. Mimi nikashuka taratibu mpaka kwenye maiki yake. Nikaanza kushika ile maiki yake, nikaishika. Basi yeye akawa ananishika kichwani. Nakwambia basi baada ya kuishika, unaona niliposhika ile tangu, basi nikashika ule ume wake, nikaweka mdomoni kama hivi. Basi baba wa watu hoi karuka, nakwambia kapiga kelele. Basi akanambia twende kitandani. Nikamwambia hamna kwenda kitandani, inabidi tumalizie hapa. Basi nikaendelea kunyonya, nakwambia nikainyonya baba wa watu hoi. Muda si mrefu wazungu hao. Nikasema Mungu wangu. Basi wazungu wakaja, walipokuja na mimi tukamalizia kila kitu hapo. Baada ya hapo baba hoi, tukaingia zetu kuoga. Tukatoka kuoga, akanipa changu, nikatoka. Basi naambia mpaka wa leo hii yule baba ananisumbua. Hapo Dasha. Na mimi nasema mwenzenu. Bana dadangu, mimi nilikutana na huyo mwanaume. Nikisema mwanaume namaanisha mwanaume kweli. Mbaba mwenye miraba yake, mbaba mwenye sifa za kuitwa mwanaume. Kanichukua kaenda geti. Tulivyofika akaanza kuvua, na mimi nikasema nini nichelewesha hapa, nichapa ilale. Na mimi nikawa namvua, nikamfungua mkanda pale, akavua suruali, kavua nguo zake zote, akabaki mtupu kama alivyozaliwa. Na mimi nikavua nguo zangu moja baada ya nyingine kwa hisia, huku nikimtazama usoni. Baada ya hapo nikachukua ufundi wangu, nikachukua na ufundi ulionifundisha wewe dada yangu, nikachukua na ufundi uliotoka nao mkoani kwetu, nikamfanyia yule bwana. Cha kusikitisha, yule bwana hoi akisimani. Nimejitahidi, nimefanya kila kitu kama unavyonijua ndugu yangu, lakini mume wake umelala, hakusimamisha. Nikakata tamaa, nikasema kama una matatizo niambie. Kimya, mtu aongei, hata kuniambia kama ana shida. Nikajiongeza, nikavaa nguo zangu, nikataka kuondoka. Kanililia, kaniambia usiondoke, tujaribu tena. Nikasema sasa tutajaribu kwa njia gani? Na wakati mimi kila mbinu unazojua, kila mbinu unaonifundisha nimefanya, lakini hakuna kilichoendelea. Nikasema sasa huyu kuna kitu nimfanyie. Nikavua nguo zangu taratibu huku nikimtazama. Baada ya hapo nikabaki mtupu kama nilivyozaliwa, naye alikuwa mtupu. Nikamlalia, nikamkumbatia. Nasikia na mimi baba nini? Kitu kimesimama. Nikaruka nayo hapo. Nikachomeka chap hapa nitapa ilale. Maana nikisema tu kidogo italala ile. Nikasema naruka nayo. Ile na mimi nikachomeka. Mama. Tukafanya pale. Ndio tukamaliza. Akanipatia yangu. Kwa hiyo ndio hivyo alonikuta mwenzenu. Na wewe ilikuwaje umekutana na sikeseke gani? Yaani mimi Daisha, yaani wewe acha kabisa. Huyo bwana nilokutana naye. Kwanza mpaka nilishangaa. Tumetoka pale tumeenda, nikasema leo nataka nifanye ufundi wangu wote nilofundisha. Nimefika pale nimejiandaa. Eti naanza shughuli. Mtu ndio kwanza kapoa kama jabali. Nikasema sana fanyaje? Ikabidi mimi nikae nitulie. Na sasa mwenzangu kaanza. Mara ananishika, mara ananilamba. Yaani ninavyokuambia mpaka leo hata nikienda sasa akinipigia simu kunifanya hanifanyi, yeye ananinyonya, ananilamba, ananichezea, ananiacha. Yaani huwezi amini. Safi sana mdogo wangu. Hongereni wote.
Kumbe kila mtu hakuna sekta ambayo hajapitia. Uko vizuri. Tupewe tu maua yetu. Na nimefurahi kwamba hapa kati yenu hakuna mgeni. Kila mtu kuna mambo ambayo anajua kwa wakati wake. Hivyo basi mnastahili zawadi, kila mtu nampa nyota moja moja. Nyota moja moja tu Daisha. Mimi ungenipa hata 2 maana ninavyokuwa nakutana nazo Mwenyezi Mungu ndo anajua. Leo tunaenda rasmi kuianza kazi yetu. Nataka tupige hela. Nataka tuwe na mabadiliko ikiwezekana mpaka mwaka unakatika huu. Kila mtu awe anamiliki mjengo wake. Kama mkijua hii biashara ina hela sana, ila hela zake unazipataje ni pale utakapoamua kujituma. Haijalishi mtu uliokutana naye ana changamoto gani. Wewe hapo usiangalie changamoto, angalia hizi hela. Kuna mteja nimeshaongea naye, akasema anakuja hapa. Ila mfumo ambao anauhitaji yeye wa mapenzi ni wa sexy group. Kwa lugha nyingine tunaita threesome. Yaani inajumlisha mwanaume mmoja na wanawake kuanzia 2 na kuendelea. Kwa lugha nyingine tunaita threesome. Sijui mnaelewa? Kwa ngoja tuone atakapokuja atakuwa na chaguo gani, kama atataka kudili na 2 kati yenu au atataka kuwajumuisha wote 3. Kwa hiyo tusubirini, kila mtu atafanya kazi yake kwa wakati wake. Sisi tunaelewana? Tunaelewana, ila mimi namuomba Mungu nichaguliwe mimi. Hata kama tukiwa 2 basi mimi niwe wa pili. Namuomba sana Mungu. Atakuchagua una nini? Wewe ukijangana unaona kuchaguliwa. Kwani wewe una nini? Uchaguliwi dada, kako kutulia. Yaani kama ndo benchi kapo hapo uchaguliwe una nini? Ujana wewe, ujana maji ya moto, ujana wewe, ujana maji ya moto. Unasikia? Natakuwa uondoke. Yaani natakuwa uondoke sasa hivi. Wewe atakuwa rafiki yako. Kitu wangu. Yesu wangu, ndio tunashukuru. Nakuja. Subiri kidogo nakuja. Maji ya moto, ujana wewe, ujana maji ya moto, ujana wewe, ujana maji ya moto, ujana wewe. Nisikilize. Huyu mtu anayeingia hapa, hataki umuone wala hataki akuone. Kwa hiyo naomba ugeuke angalie. Sio unanipenda? Haya, naomba ugeuke angalie. Umeshatoa shombo? Tayari. Umefanya jambo moja la maana sana. Yaani nilikuwa nakusubiri. Yaani hapa unajua kwanza leo nimetumisa sana. Mbona ile taulo limeloana? Taulo? Ndio. Limefanyaje? Limeloana. Taulo. Nilikuwa nimeoga. Nilikuwa nimetoka kuoga, nilikuwa najiandaa kwa sababu yako au ulitaka kunikuta natoka jasho? Sasa je, nilikuwa nimetoka kuoga bwana, achana na taulo bwana. Umejitoa mwanga kwa ajili yangu. Busu tamu. Vipi, umevaa chupi? Hata navaje chupi kati nimenyosha kwa ajili yako. Huu ndo muda wa kuichapa hapa. Mapema. Ujana wewe, ujana maji ya moto, ujana wewe, ujana maji ya moto. Si kama mama. Mama yako? Sasa surprise yenyewe iko wapi? Mbona sasa sioni? Ujana wewe, ujana maji ya moto, ujana wewe, ujana maji ya moto. Babe. Nakuuliza kama surprise iko wapi? Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba mapenzi ni utani. Na utani pia ni mapenzi. Kwa hiyo huu utani ambao nimekuonyesha mimi leo hapa ni moja kati ya mapenzi mazuri sana. Hapa anadumisha furaha na upendo katika mahusiano. Sawa, nimekuelewa lakini mbona sikuelewi? Yaani kumevurugika mashuka haya. Mbona unaacha vitu vingine hata sio kwa leo nimechoka. Kwa hiyo hiki kitanda hata muda wa kutandika nilikuwa sina. Kwa hiyo bora wewe umekuja utakitandika muda kuondoka. Tena tuachane nayo. Maana hicho hakijanileta. Kilichonileta hapa mpenzi wangu, nimeaga huko nyumbani, nimemwaga mume wangu kwamba naenda kwenye shughuli, kanipatia nafasi, ndio maana nimeweza kuja. Nimekuja hapa tufanye mapenzi, nataka tuzagamuane bibi wangu, tuenjoy, tujirambe. Tena nilipokuwa na nimemwambia mwanaume wangu siku hizi niko period na ndio maana hajanigusa. Sawa, ila unajua leo nimechoka sana. Na unajua kazi yangu ni ya uchovu sana. Kwa hiyo nakuomba kwa leo tufanye hata kesho.
Yaani tufanye kesho. Mimi nimeaga nimepata nafasi leo hapa na baby, mimi kesho siwezi. Mimi nataka hii nafasi tuitumie leo. Kusema ukweli, leo mizimu ya leo imenichosha. Kwa hiyo inaniambia kwamba nimechoka. Sio kwamba sitaki kufanya mapenzi, nataka. Ila tatizo nimechoka. Yaani nina mchoko. Unajua mchoko. Baby, mimi sijui huo mchoko wako. Mimi nataka tufanye. Na nilipokuwa nimekubali. Kama unalia baby, jamani. Nimechoka. Maana hata sikuelewi. Usivue nguo basi. Subiri, usivue. Nimechoka sana, usivue nguo. Umechoka na nini? Yani hali yangu ya kiuhalisia au mizimu yangu haijaruhusu saizi kufanya mapenzi. Usivue. Usivue basi. Mimi nimechoka, usivue baby, usivue. Anavua kweli. Baby, usivue. Jamani. Kia usivue. Mimi nataka kufanya. Sawa, tunafanya kesho sisi. Mimi sitaki kesho. Mimi nataka sasa. Sasa unataka sasa hivi mimi nimechoka, utafanya nini? Utanifanya tu. Sawa, mwanaume anachoka. Mimi navua. Usivue mpenzi wangu. Yaani ungekuwa unajua shuruba ambayo nimekutana nayo leo hapa, usingeomba kufanya mapenzi na mimi. Baby, usivue nguo. Sasa hapa nipo nguo. Sasa mbona unielewi? Nimekuambia mimi nimechoka, usivue baby. Yaani leo sina hisia za kufanya mapenzi. Yaani shida sio kutoka, shida ni nafasi. Usivue. Unakuwa na chini? Utaka nikuwe na. Basi tutalala tu. Mimi sina hamu ya kufanya mapenzi. Nimechoka, nimechoka. Sikiliza. Kama huna mudi, basi mimi nitamleta mudi, nitamleta Bakari, nitamleta na Saidi. Na kama umechoka, mimi ninajua pa kukushika wewe wapi mpaka ndio uchoke. Sawa, lakini mimi nimechoka. Jamani, nyinyi wanawake mbona mnakuja kunitoa upepo? Tunatoa upepo? Yaani wewe utakuja kunitoa upepo. Usivue bwana, na wewe mbona unielewe? Usivue nguo. Utakuja kuniua mtoto wa mwanamke mwenzako. Yaani leo utake unanipa, usitake unanipa. Mimi uko tayari nishalowesha. Wewe kuna unielewe kama tayari ushalowesha, si ndio uende nyumbani? Mimi mpaka tunatoana jasho hivyo. Umetoka na nini? Nimekuambia nimechoka. Siwezi kufanya mapenzi leo. Au unataka niongee Kiingereza? Today I'm choka leo. Tukufanya leo mapenzi na wewe. Basi.